Shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF msimu wa mwaka 2024 2025 imepanga kutoa tuzo ambazo zitafanyika katika ukumbi wa Superdome Masaki, ambapo sherehe hizi zitafanyika tarehe 5. Na katika sherehe hii kikubwa ambacho kitafanyika ni kutoa tuzo za michezo ile ya CRDB msimu uliopita, na maanisha ambapo bingwa alikuwa Young Africans. Lakini pia watagawa tuzo katika michezo ile ya ligi kuu soka Tanzania bara msimu uliopita, ambapo bingwa alikuwa pia ni klabu ya Young Africans. Baadhi ya vipengele ambavyo vitatolewa macho sana kwenye tuzo hii ni pamoja na tuzo ya golikipa bora, ipo tuzo ya ligi kuu ya wanawake, lakini pia chipukizi bora, mchezaji bora, lakini kuna tuzo ya kocha mkuu, mfungaji bora, timu yenye nidhamu, kikosi bora ambacho pia kitatangazwa siku husika ya mchezo, lakini pia seti ya waamuzi bora. Lakini pia kutakuwa kuna tuzo ya mchezaji bora chini ya umri wa miaka 20, lakini tuzo ya Mtanzania ambaye anacheza nje ya nchi, pia tuzo ya Mtanzania anayecheza nje ya nchi kwa upande wa wanawake. Lakini pia atakupo mchezaji bora wa ligi ya Championship pamoja na First League, bila kusahau mchezaji bora kama mchezaji bora, ambapo tunamaanisha hapa ni MVP. Lakini pia kutakuwa kuna tuzo pia ya kiungo bora pamoja na beki bora. Lakini vitu vingi vitatangazwa siku husika, ambapo vitu ambavyo tunatarajia vitatangazwa katika ukumbi wa Superdome ni mfungaji bora, ambapo ni Jean Charles Ahoua. Goli bora la msimu litatangazwa siku hiyo hiyo ukumbini, lakini kikosi bora cha msimu kitatangazwa ukumbini, pamoja na tuzo ya fair play itatangazwa hapo hapo katika ukumbi wa Superdome. Hapa tuangalie baadhi ya kriteria na baadhi ya wachezaji, ambapo tuanze na tuzo za CRDB, ambapo tuzo ya golikipa bora inawaniwa na wachezaji watatu ambao ni Amos Abasogi wa klabu ya Singida Black Stars, lakini yupo Djigui Diarra wa Young Africans na Yakub Suleiman wa Simba. Lakini hapa kwenye tuzo inasoma kama mchezaji wa JKT Tanzania, kwa sababu tuzo hizi wana deal na msimu uliopita. Kwa hiyo kuna baadhi ya wachezaji ambao unaweza kuwaona na makocha hapa kama kina Fadlu Davids, lakini kwenye tuzo hizi watahusika japo katika msimu huu sio sehemu ya vikosi hivyo. Namba 2 ni tuzo ya mchezaji bora. Kumbuka hapa bado tuko kwenye michuano CRDB, hatujahamia kwenye ligi kuu. Yupo Aziz Ki ambaye alikuwa na Young Africans, Clement Mzize wa Young Africans, pamoja na Emmanuel Keyeke ambaye yupo Singida Black Stars. Mfungaji bora alikuwa ni Mudi Bakari ama Mudi Beka wa klabu ya JKT Tanzania. Lakini ligi kuu ya wanawake, kipa bora ni Aisha Mrisho wa Mashujaa Queens, Naijat Abbas ambaye yupo JKT Queens, pamoja na Rita Akareko ambaye naye ni Yanga Princess. Lakini chipukizi bora yupo Elizabeth Chenge wa JKT Queens, Elizabeth Joseph wa Alliance Girls, Esther Maseke wa Bunda Queens. Mchezaji bora hapo tunamaanisha kwa upande wa wanawake yuko Dionisia Minja wa JKT Queens, Esther Maseke wa Bunda Queens, Janine Mukandaisenga, lakini Gentrix Shikangwa Simba Queens, pamoja na Stumai Abdalla JKT Queens. Tuzo ya kocha bora yupo Edgar Lema wa Yanga Princess, Esther Chabruma JKT Queens, pamoja na Yusuf Basigi Simba Queens. Mfungaji bora ni Stumai Abdalla, lakini timu yenye nidhamu ni Siasia Queens, JKT Queens pamoja na Yanga Princess, maana kwa hapa atatafutwa mshindi. Kikosi bora kitatangazwa siku ya mchezo husika. Lakini mwamuzi bora watashindana kati ya Amina Kiando, Florentina Zablon pamoja na Tatu Malogo. Mwamuzi msaidizi bora ama mshika kibendera Glory Tesha, Sikudhani Mkurungwa pamoja na Zawadi Yusuf. Lakini pia tuzo nyingine ambazo zitatolewa ni tuzo ya mchezaji bora chini ya umri wa miaka 20, ambapo yupo Ashraf Kibeku wa Azam FC, Lukman Mbala Kagera Sugar, pamoja na Popa Mwamtodoa ambaye yupo Ken Gold. Lakini tuzo ya mchezaji bora ambaye anacheza nje ya nchi kwa upande wa wanaume yupo Mbwana Samata, yupo Novatus Dismas pamoja na Simon Msuva. Tuzo ya Mtanzania bora anayecheza nje ya nchi kwa upande wa wanawake yupo Diana Lucas, Enekia Kasonga pamoja na Opa Clement. Mchezaji bora Championship yupo Andrea Albert Simchimba Geita Gold, Mwani Willy Tobias Mbeya City pamoja na Raizin Hafidh Mtibwa Sugar. Mchezaji bora wa First League yupo George Edwin Komba wa Rhino Rangers, Moses Peter Kitando Rhino Rangers pamoja na Ramadhani Hashim Kilanje wa Tanesco United. Tuzo za utawala hizi zote zitatolewa ukumbini, lakini tuzo za ligi kuu ya NBC kwa mwaka 2024 2025 ndio hizi hapa ambazo nakwenda kukutajia. Kumbuka msimu huu ni mwaka 2025 2026. Kwa hiyo hizi tuzo zinahusisha msimu jana.
ambapo kwenye kipengele cha tuzo ya mchezaji bora wapo wachezaji watano ambao wanawania tuzo hii, ambapo yupo Dickson Job wa Young Africans, Faisal Salum wa Azam Football Club, yupo Jean Charles Ahoua wa Simba, Maxim Pia Nzengeli wa Young Africans, Pedro Pacome Zouzoua wa Young Africans. Hiki kipengele kina wachezaji watatu wa Young Africans, mmoja wa Simba pamoja na mmoja wa Azam FC. Tuzo ya golikipa bora wapo magolikipa watatu ambao wanawania tuzo hii, yupo Djigui Diarra wa Young Africans, Musa Pinpin Kamara wa Simba pamoja na Patrick Evans Mutali wa Mashujaa FC. Tuzo ya kiungo bora yupo Faisal Salum Abdalla, Jean Charles Ahoua pamoja na Pacome Pedro Zouzoua, ambao hawa ndio wachezaji watatu wanaowania tuzo ya kiungo bora. Tuzo ya beki bora wapo watatu, yupo Anthony Urbain Trabi ambaye ni wa Singida Black Stars, Dickson Job wa Young Africans pamoja na Lusajo Eliukaga Mwaikenda wa Azam FC. Tuzo ya chipukizi bora yupo Anthony Richard Mligo wa Namungo ambaye hivi sasa yupo klabu ya Simba, lakini Bakari Msimu wa Coastal Union pamoja na Beno Halfan Ngasa wa Tanzania Prisons. Tuzo ya meneja bora wa uwanja yupo Ashraf Omari wa uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo pamoja na Edwin Israel ambaye ni meneja wa uwanja wa Kwara ambao uko Manyara. Lakini tuzo ya kamishna bora yupo Abusuf Sila wa Iringa, Zakayo Mjema pamoja na Zena Chande. Tuzo ya kocha bora yuko Ahmad Ali wa JKT Tanzania, Fadlu Davids ambaye alikuwa na klabu ya Simba Sports Club pamoja na Rashid Taus ambaye naye alikuwa na kikosi cha wanalambalamba Azam FC. Timu yenye nidhamu, zipo timu tatu ambazo zinawania tuzo hii, ipo Kagera Sugar, KMC pamoja na Namungo Football Club. Seti bora ya waamuzi, zipo seti nyingi hapa ambazo zenyewe huwa zinatajwa kutokana na mechi husika. Seti ya kwanza ni seti ambayo ilisimamia mchezo kati ya Azam FC dhidi ya Young Africans, ambapo refaria alikuwa ni Ahmed Arajiga, mwamuzi msaidizi namba 1 ni Kasim Mpanga, mwamuzi msaidizi namba 2 ni Hamdan Saidi pamoja na fourth official ni Nasoro Mwinchui. Seti ya pili ni seti ya Singida Black Stars dhidi ya Young Africans, ambapo mwamuzi alikuwa ni Ali Mnyeupe, mwamuzi msaidizi namba 1 ni Makame Mdogo, mwamuzi msaidizi namba 2 ni Sunday Komba pamoja na fourth official alikuwa ni Isihaka Mwalile. Lakini seti ya tatu na ya mwisho ambayo pia inawania tuzo hii ni seti ambayo ilichezesha mchezo kati ya Azam dhidi ya Singida Black Stars, ambapo referee alikuwa ni Thabiti Maniamba, lakini pia mwamuzi msaidizi namba 1 ni Ayubu Fulgens pamoja na mwamuzi msaidizi namba 2 Black Tubuke, huku fourth official akiwa ni Omari Bofu. Lakini tuzo ya mwamuzi bora wapo jumla ya waamuzi watatu ambao wanawania tuzo hii, ambaye kuna Ahmed Arajiga, yupo Saad Mrope pamoja na Abdalla Mwinyi Mkuu. Tuzo ya mwamuzi msaidizi bora yupo Hamdan Saidi, yupo Kasim Mpanga pamoja na Janet Balama. Na hii ndio listi kamili ya tuzo pamoja na watu ambao wamechaguliwa kuwania tuzo hii, ambao watakwenda kutangazwa siku ya tarehe 5 ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Na kama nilivyokuambia, baadhi ya tuzo zitaenda kutolewa hapo hapo katika ukumbi wa Superdome, ambapo tuzo ya mfungaji bora ni Jean Charles Ahoua itatolewa hapo hapo. Kikosi bora cha msimu kitatangazwa hapo hapo ukumbini. Goli bora la msimu litatangazwa hapo hapo ukumbini, pamoja na tuzo ya fair play itatangazwa hapo hapo ukumbini.